عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye aya ya 9 mpaka aya ya 10 katika suratul Hujurat, ambapo leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye aya ya 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, iwapo makundi mawili ya waumini iqtatalu, wamegombana, makundi mawili ya waumini yakigombana, fa aslihu bainahuma, patanisheni baina yao. Fa in baghat ihdahuma, likidhulumu mmoja wao, ala al-ukhra, kulidhulumu kundi lingine, faqatilu allati tabghi, lipigeni vita lile ambalo limedhulumu, hatta tafia ila amri llahi, mpaka lirudi kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Fa in faat, likirudi kwa Allah tabaraka wa taala, fa aslihu bainahuma bil adli, silihisheni kati ya makundi hayo kwa uadilifu, kwa usawa. Wa aqsitu, silihisheni kwa uadilifu na mufanye usawa. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Mwenyezi Mungu awapenda wenye kufanya usawa. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaykum, patanisheni baina ya ndugu zenu. Wattaqullaha, na mumche Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamun, ili mupate kurehemewa. Ni aya ya 9 na ya 10 katika suratul Hujurat, kwenye mfululizo wa tafsiri ya sura hii. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupa sharia ya makundi mawili ikiwa yameteta, ama watu wawili ikiwa wameteta, kwa mujibu wa tafsiri nyingine au wafasiri wengine. La kufanywa, amri ya Mungu inasema fa aslihu bainahuma, silihisheni kati ya makundi mawili hayo. Katika kusilihisha, kuna yote mawili yakakubali maslaha. Kuna moja kukeuka mpaka likadhulumu kwa kukataa maslahi, ikiwa ni kukataa amri ya Mungu. La kufanywa huwa ni kupigwa vita lile linalokataa amri ya Mungu, ama apigwe vita anaikataa amri ya Mungu kwa kukataa maslahi. Likikubali, wanafanywa maslahi kwa uadilifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu apenda uadilifu na apenda usawa na apenda wenye kufanya usawa. Hizi ndizo aya ambazo tunastafsiri leo kwa kuzunguka kwenye vitabu vya tafsiri, kuangalia wafasirina
wamesema nini leo kwenye aya hizi mbili tukufu, aya 9 na aya 10. Mwenyezi Mungu aliposema qtatalu wa in taifatani minal mu'minina qtatalu, wanavyoni wasema hapa bi'tibari al-ma'na, kwa kuzingatia maana. Makundi mawili, kila kundi lina watu wake, kwa hivyo lishakuwa mkao wa watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta tabiri ya jam'i iqtatalu bi'tibari al-ma'na, kisha kusema fa aslihu bainahuma bitathniya bi'tibari al-lafz. Ni makundi mawili, kwa hivyo mawili ni muthanna hiyo, kwa hivyo kwa mazingatio ya temko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katemka, yani kaleta hivyo. Kwa mazingatio ya maana ni wingi, Mwenyezi Mungu katumia iqtatalu. Mwenye kitabu at-tashilu fi liulumi tanzil asema ikhtulifa fi sababi nuzuliha, kumekhtalifiana wanavyoni katika sababu ya kuteremka aya hii. Na ukiangalia Ibn Kathir utakuta ikhtilafu hiyo iko kati ya sababu ya kuteremka aya hizi, lakini jamhuri ya wanavyoni wasema ni yale yaliyotokea kati ya Waislamu na baina ya wale ambao walikuwa ni kundi la Abdillahi ibn Ubayya ibn Salul. Tokeo lililotokea ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpita Abdullah bin Ubayya bin Salul akiwa aelekea kwenda kumzuru Saad ibn Ubada fi maradhihi, katika ugonjwa wake. Saad ibn Ubada alikuwa mgonjwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama kenda kumtembelea, kapita kapambana na Abdullah bin Ubayya bin Salul. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na punda wake, wanavyoni wa tafsira sema fabala himaru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akakojoa ule punda wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullahi ibn Ubayya bin Salul alipopambana na Mtume, na Abdullah bin Ubayya bin Salul na yeye na punda wake, alisema Abdullah kumwambia Mtume, laqad adhani natnu himarika, imeniudhi mimi uchafu, harufu chafu wa punda wako imeniudhi mimi. Sasa Abdullah bin Ubayya bin Salul alipomwambia Mtume hivyo, Abdullah ibn Rawaha likankasirisha, akamjibu. Sasa Ibn Kathir asema huwa Abdullah bin Rawaha ni rajulun min al-ansar, akanjibia Mtume kwa kumwambia, wallahi la himaru rasulillahi atyabu rihan minka, na hapa kwa Mwenyezi Mungu punda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam harufu wake ni nzuri kushinda wewe. Ambapo Abdullah bin Ubayya bin Salul asema imeniudhi mimi harufu mbovu ya punda wako, kamwambia Mtume. Abdullah ibn Rawaha akasema wallahi la himaru rasulillahi atyabu rihan minka, punda wa Mtume harufu yake nzuri hata kushinda wewe. Moja kwa moja akampiga nalo hilo. Sasa kwa ajili ya Abdullahi ibn Ubayya bin Saluli wakakasirika watu, kuna kundi likakasirika kwa vile Abdullah bin Ubayya bin Saluli kuambiwa hivyo, na kwa kundi ambalo masahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wakakasirika, kwa nini Abdullah bin Ubayya kumwambia Mtume hivyo. Sasa kukakosanwa kihapo. Kulipokosanwa, vitabu vya tafsiri vinasema kukapatikana kipigo sasa, kupigana, wakarushiana viatu, wakarushiana mikono, kukalia ngumi kidogo pale. Baada dhalika ikateremka hii aya, kisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye akasilihisha, kaweka mambo sawa, wakasilihisha. Haya yamesema na sahibu tashili ulumi tanzil. Lakini aya tukufu inazungumza kuhusu masilahi na inazungumza kuhusu watu wasilihishwe, kwa maana watu wapatanishwe iwapo kumetokea la utesi au la ugomvi. Hili limetajwa kwenye aya nyingine
kwa kuzungumza kwamba kwa hakuna jambo zuri kama jambo la maslahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 114 Suratul Nisa asema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna ya kheri katika mengi katika mashauri yao ya siri. Watu wanapokaa chini wanashauriana kwa siri, Mwenyezi Mungu husema hakuna kheri illa man amara bisadaqatin, isipokuwa kwa yule anayeamrisha kutoa sadaka, ambaye siri yake, mashauri yake ni maneno ya kuamrisha watu kutoa sadaka, au ma'rufin, ama kufanya wema, au islahin baina nasi, ama kusilihisha kati ya watu. Yani kwa maana hakuna watakaoketi chini kwa kushauriana, japokuwa kushauriana kwa maneno ya siri. Asema Mwenyezi Mungu asema hakuna kheri isipokuwa kwa waliokaa kuzungumza kwao siri na kushauriana kwao, wanashauriana kutoa amri ya sadaka, kuamrisha kutoa sadaka, au maarufin, ama kufanya wema. Yani kiwe kikao cha nongono, kikao cha kunena kwa siri, na siri ile ni siri ya kuamrisha sadaka, kuamrisha mambo, kupanga wema, tutafanya wema gani, tutafanya nini, tutafanya nini, tuendelee vipi, jambo gani tukilifanya itakuwa ni maslahi. Hao ndio watu wa kheri. Lakini na maana kikao cha nongono wa kusengenya, hicho si kikao cha kheri, na maneno hao yakakataliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin, isipokuwa mwenye kuamrisha sadaka. Ina maana maneno yao ya siri na mashauri yao katika kupangilia kutolewa sadaka, hao maneno ya khairi. Au maarufin, ama nongono wao, mashauri yao kwenye kikao chao huzungumzwa kuhusu maarufu, mambo mema, tutapanga vipi, tutapanga vipi, mambo mema. Hayo ndio maneno mazuri. Au islahin baina nasi, ama kusilihisha kati ya watu. Yani ikiwa ni maneno ya kuzungumza, tutasilihisha vipi, pahala patokea uchesi, kutasilihishwa vipi. Si pahala kutokea uchesi, pahala kutokea ugomvi, hata ukaitwa kuja kusilihi ukawa hamnazo. Ndizo aya zinazotufundisha ni kwa kuwa islahin baina nas, pahala pametokea uchesi, la kusimamishwa ni maslahi. Ikiwa hukuchia akilini, ukichiliwa hilo akilini, hapa huchetwa, simama usimamishe maslahi. Yakiafiki yale maslahi ndilo litakiwalo. Kuna na maslahi kutoafiki, nitawaelezeni mbele. Mwenyezi Mungu asema waman yaf'al dhalika ibtighaa mardhatillah, mwenye kufanya hilo kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, fasawfa nu'tihi ajran adhima, tutakuja kumpa malipo makubwa sana. Yani yule ambaye enda mbio kwa lengo la kuleta maslahi, yule ambaye atafuta mbinu la kusilihisha, mwenye kulifanya hilo kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu. Lakini kwa hivyo ina maana hata hilo la maslahi wasimama kulifanya kwa ajili ya Mungu, si kwa sababu nyingine. Mwenyezi Mungu asema tutakuja mpa malipo ambayo ni makubwa sana. Tabari katika tafsiri yake asema ni nini maaruf? Al-maarufu ni nini? Asema al-maarufu huwa kullu ma amara Allahu bihi. Maaruf ni kitu chema, jambo jema, ni kila ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha, au nadaba ilayhi min amali albirri wal khair, ama ametoa mielekezo kwenye hilo jambo katika amali za wema ama amali za khairi. Hii huitwa maaruf. Na islahi ni nini? Al-islahu baina al-mukhtasimain, ni kusilihisha, kupachanisha kati ya wawili wanaoteta, ama makundi mawili yanaoteta, wewe ukasilihisha. Juzu ya 9 safha 201 tafsiru Tabari. As-Sawi asema wat-ta'biru bisawfa, hapa Mwenyezi Mungu asema waman yaf'al dhalika ibtighaa mardhatillah, mwenye kufanya hilo kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, fasawfa nu'tihi ajran adhima, tutakuja mpa malipo ambao ni ya juu sana, malipo makubwa sana. As-Sawi asema
hii taabiri ya Mungu kusema fasawfa nu'tihi isharatun, ni ishara ila anna jazaa al-a'mali salihah, kwamba malipo ya amali njema fil akhirati, ni huko akhira, la fi dunya, si duniani. Liannaha laysat dara jazaa, kwa sababu duniani sio nyumba ya kulipwa, sio nyumba ya mtu kulipwa ayatendayo. Duniani ni nyumba ya watu kutenda, akhira ndio nyumba ya watu kulipwa. Sasa Mwenyezi Mungu kusema fasawfa nutihi, tutakuja mpa, kwa maana kesho akhira ndio tutakuja kulipa malipo ambao ni makubwa. Malipo haya yamekuja kwa natija gani? Intabihu, yamekuja kwa natija ya alosimamisha maslaha ibtighaa mardhatillah. Lazima tufuate mfumo wa Qur'ani, tusifuate ni mfumo wa watu watakao. Manake tukifuata mfumo wa watu watakao tutaikhalifu Qur'ani. Na katika hizi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyuma alituambia wa'lamu anna fikum Rasulullah, jueni kwa kuwa katika nyinyi uko mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mbele yenu uko mtume nyinyi. Law yuti'ukum fi kathir min al-amr, alaysa kadhalik? Lau mtume awatii nyinyi kwenye mambo mengi, mulitakalo nyinyi, mukipanga hili mutuiwe tu, mulitakalo mutuiwe tu, mulinenalo mutuiwe tu, la'anitum, mungeliangamia na mungeleta tabu. Lakini Mungu ndiye aliyewapendekezea nyinyi imani, akaipamba kwenye nyoyo zenu, na akawachukiza nyinyi ukafiri na ufasiki. Ndivyo Qur'ani inavyosema, na ndivyo jinsi hii suratul Hujurat inavyotufundisha kwenye aya za nyuma tulizozitafsiri jana. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hapa duniani ni nyumba ya kutenda, kesho akhira ndiyo nyumba ya malipo. Ndipo Mwenyezi Mungu kaleta taabiri fasawfa nu'tihi ajran adhima. Imethubutu katika sahihi Bukhari min hadithi al-Hasan an Abi Bakra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alihutubu, wa ma'ahu ala al-minbar al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, na pamoja na Mtume juu ya mimbar alikuwa na Hasan bin Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ahutubu. Sasa kwenye kuhutubu kwake, faja'ala yanzuru ilayhi marra, akawa anamtazama Hasan mara hugeuza kichwa akamtazama Hasan, wa ila nasi ukhra, mara nyingine akawa anatazama watu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haya, inna ibni hadha sayyidun, mwanangu huu ni mtukufu, ni sayyidu, amkusudia Hasan. Wala'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina ahli Shami wa ahli al-Iraq, na huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasilihisha akapatanisha kupitia kwa mwanangu huu Al-Hasan bin Ali kati ya watu wa Sham na watu wa Iraqi, baada al-hurubi at-tawilati wal-waqi'ati al-muhula, na ni baada ya vita virefu na matokeo mabaya yaliyotokea kwa kipindi kirefu. Mtume juu ya mimbar akasema huenda ikawa sababu ya mapatano ya makundi haya ni mwanangu huu Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Ndipo sulhu, wanavyoni wakasema as-sulhu amrullahi liannahu ma'murun bihi, sulhu ni amri ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu kaiamrisha kwenye neno lake katika aya ya kwanza suratul Anfal, wa aslihu dhata bainikum, patanisheni kati yenu, silihisheni kati yenu, kwa maana litokeapo la kutokea nyinyi simamisheni maslahi. Ndipo pia katika Qur'ani tukufu kwenye hili la kuhimizwa maslahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza aya 35 katika suratul Nisa kwenye matokeo ya tangamano la mume na mke kwenye yale maisha yanayoitwa hayatu zawjia, maisha ya ndoa. Huenda yakatokea ya kutokea kwenye tokeo lolote litakalotokea kati ya maisha ya ndoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeleza katika Qur'ani, katuambia haya, wa in khiftum shiqaqa bainihima,
mkiogopa farakano baina ya mume na mke. Nyinyi mkichunguza na mkiwatazama hawa, mkachelea, laweza tokea farakano kati ya mume na mke. Sasa mufanyeje? Mwenyezi Mungu asema fab'athu hakaman min ahlihi, pelekeni muamuzi katika jamaa za mume, wa hakaman min ahliha, na muamuzi katika jamaa za mke, wakae chini wazungumze, ili ijulikane kwamba kosa liko wapi. Hebu pulikeni vizuri aya, nairudia tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kutuwekea wazi zaidi kuhusu suala hili la kusilihisha, pana kuchelea farakano kati ya mume na mke. Mwenyezi Mungu kasema wa in khiftum shiqaqa bainihima, nyinyi kwa maana mukichelea farakano kati ya mume na mke, mukapima mambo yanavyoenda huenda sivyo, na mambo yaweza akawa haendi sawa kati ya mume na mke, ima ikawa hakwendi sawa ni upande wa mume, ama hakwendi sawa ni upande wa mke. Sasa nyinyi wenye kushuhudia, Mungu awaambia mukichelea farakano baina yao, basi pelekeni muamuzi katika jamaa za mume na muamuzi katika jamaa wa mke, watu wakae chini. In yurida islahan, kisha Mungu asema wakitaka maslahi, ikiwa nia yao ni kweli maslahi ni maslahi, yuwafiqillahu bainahuma, Mungu atawafikia kati yao, maslahi yapatikane na mapatano yapatikane. Inna Allaha kana aliman khabira, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa ni mjuzi na Mwenyezi Mungu ni mwenye habari. Kwa hivyo pia ayajua kwamba kuwa mapatano kwa ajili yake ama si kwa ajili yake. Na huku nyuma kwenye aya asema mwenye kusimama kwa lengo la kuleta maslahi, masharti yake ni hayo, ili maslahi yawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni Mungu kusema waman yaf'al dhalika ibtighaa mardhatillah, mwenye kufanya hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, ndipo hapo atakuja kupewa malipo ambayo ni makubwa sana. Hapa Mwenyezi Mungu kataja in yurida islahan, kwa sababu maslahi ndiyo yanayotakiwa yakiafikiwa juu ya hilo. Kisha akasema tena wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao nyinyi mwachelea kutoka kwao kwenye toa, kwa sababu mwanamke huweza kutoka katika toa, akaja akatoka tu bila ruhusa ya mumewe, akaja akasafiri tu bila ruhusa ya mumewe, akaja akafanya jambo lolote ambalo ni kinyume na utiifu, na ataweza kupewa hukumu kwa kuwa wewe umetoka katika toa ya mume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema basi mukichelea wao kutoka katika toa, basi fa'alaykum ayuha rijal, wanatafsiri wanasema hii si ibara ya aya, ni juu yenu enyi wanaume, antasluku ma'ahunna subulal islahi, mushike pamoja na hao wanawake njia za kuleta maslahi. Mumeona ya kwamba kwa huyu pengine ametoka katika toa, hako kwenye toa ya mumewe, basi nyinyi kana wanaume shikeni pamoja na hao wanawake barabara za kufanya maslahi, kwa sababu wanawake madhaifu. Barabara za kufanya maslahi Mwenyezi Mungu pia akatuambia. Umeona uchesi na ugomvi tunaoleta ni sisi, lakini barabara tulizopewa na Qur'ani ni barabara safi sana. Sasa mulipoambiwa fa'alaykum ayuha rijal, ni juu yenu enyi wanaume, antasluku ma'ahunna sublal islah, mushike pamoja na wanawake njia za kuleta maslahi. Na njia za kuleta maslahi kwanza akasema hivi fa'idhuhunna, wapeni mawaidha kwanza. Mwanamke weza akakeuka mpaka, mpe mawaidha kwanza. Katika kumpa kwako mawaidha kuna kurudi nyuma ama kuna kukaza kamba. Ikiwa anaendelea wahjuruhunna fil madaji, wagureni katika malazi. Na Mtume kasema kwamba kuwa asigurwe isipokuwa kwenye nyumba yake. Mwanamume katika sharia ya kumgura mwanamke ni angure nyumbani, kwa hivyo kungura kwenye kitanda. Si mwanamume kutoka nyumba kwenda kulala sehemu nyingine ati hunchia adabu mwanamke, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ambaye wahjuruhunna fil madaji,
Mtume kasema ni umgure pale pale nyumbani, kwa kuwa hakuna starehe, hakuna tendo hilo, hakuna kulala pamoja. Tayib, ikiwa bado, wadhribuhunna, muwapige. Na lengo la kupigwa hapa Qur'ani inasema khawifuhunna Allaha, wachisheni, wafanyeni wawe na hofu ya kumhofu Allah, bitariqi nushi wal irshad, kwa njia ya kumpa nasaha na kwa njia ya kumpa miongozo. Sasa lazima hayo kwetu kana wanaume yapatikane, zipatikane barabara hizi tulizosafishiwa na Allah tabaraka wa taala, kwa lengo la kuleta maslahi lao, kwamba kwa kumetokea tofauti kati ya nyumba mke na mume, hapa tutakapo ni maslahi kupatikana kwenye upande ambao mtangamano la mume na mke. Kwa hivyo hili la maslahi Mungu kaliamrisha sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema nasaha lazima zipatikane, kwa sababu dini ni nasaha. Dini kupeana nasaha, dini si kulaumiana. Lakini sasa utaona kwamba katika mujtamai wetu lawama ndizo nyingi kuliko nasaha, na vikao vya kulaumiana vingi kuliko kunasiana, na kila ketio kutaka kunlaumu mwenzake kwa kujitokeza yeye ajione kwamba kwa sawa, ama awape picha wenzake kwamba kwa mimi ndimi mwenye simamo wa dini, hu hako kwenye simamo wa dini. Ndio maradhi tulionao katika mujtamai wetu, si kwa makhurafi ambao itikadi zao ni mbovu, si kwa mashia ambao itikadi zao za kunuka, si kwa ahlus sunna wal jamaa ambao ndio wenye matarajio kwamba kwa ndio wenye mfumo nzuri. Pia macheso kwenye wachwa sunna na jamaa, ahlus sunna wal jamaa, macheso ya lawama nyingi tu. Kila mmoja ataka kuifanya yeye ndiye mwenye dini, na kila mmoja ataka kuifanya kwamba kwa yeye ndiye mtakatifu. Huu ndio ugonjwa ulioko katika safu za sunna. Pia usisemwe huku na huku tu, tusemeni kote. Kila ugonjwa ulipo usemwe ni ugonjwa, ili na sisi kama watu wa sunna tukaeni chini, mashauri yetu, mazungumzo yetu ya mazungumzo ya maslaha, si mazungumzo parapara ya kuonyesha sisi mvasimamo wa dini, sisi mvana dini, kisha wengine yote hakuna sokuwa na dini. Ad-dinu an-nasiha, dini kupeana nasaha, na nasaha hizo kwa ajili ya Mungu na mtume na kwa watu wote. Toa nasaha, mtu afuate nasaha ama akatae nasaha, mpe mwenzako nasaha. Usitoe fikra ambazo ni kinyume na nasaha, ukawapa uelewa watu wengine wa uovu wa kuelewa watu wengine. Wachwa sunna pia mwagonjwa, msionea mwagonjwa, wana ugonjwa wao. Tena maradhi yakitimbuka hapo ndio atakuwa maovu zaidi kuliko hata maradhi ambao ni ya akida hizi ambazo ni fasida. Ad-dinu an-nasiha. Na nasaha ni nini? Nasaha ni taharri fi'lin au qawli fihi salahu sahibihi. Karudisha hapo hapo kwenye maslaha. Nasaha ni kuchagua kitendo ama neno ambao ndani yake pana maslahi kwa yule alolichagua hilo. Usichegue kunena kusikokuwa na la kusilihisha, wala kutenda jambo lolote ambalo haitakuwa kwenye kutenda kwako huko si maslahi ya kurudi kwako, ama si maslahi kwa kundi, ama si maslahi kwa mujtamaa. Fanya jambo ambalo litaleta maslahi kwa pande zote, kwa sababu amri ya Mungu ni amri ya kusilihisha, na kusilihisha ni jambo la kutengeza, si jambo la kuharibu wala si jambo la kuvunda. Na utaona kwamba kwa nini iliitwa kwamba kwa maslahi as-sulhu, kwa sababu ni ufanifu na ni kuchengea, kinyume chake ni ufisadi. Kwa hivyo maneno nishati yawe amecheguliwa ambao ni ya maslahi kati ya mwenye kusilihisha. Ndipo ukaona kwamba kuna watu kwenye kutenda na kwenye kunena huleta picha ya kuharibu, lakini kwao wakatafsiri kuchengeza, na hii sifa za nifaq. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kukisemwa kuambiwa wao msilete ufisadi katika ardhi, na ufisadi katika ardhi huja ima kwa maneno ama huja kwa matendo. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, hakika sisi uchengeza.
Sasa kuharibu kwa watu wengine ndiko kuchengeza. Hebu chunguzeni sana katika mujtamai wetu. Mtu uharibu yeye, lakini kwenye taabiri ya watu wengine sema kwamba kwa hapana, huku ndiko kuchengeza, huu huchengeza, na hali ya kuwa huwa hakubakisha kuvunda na kuharibu kimaneno na kivitendo. Ni aya tukufu hiyo katika Qur'ani. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kuna watu wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Umeona wanavyoona tafsiri, kwenye kutafsiri jambo huwa wamelenga mashallah barakallahu fi. Hapa sema nasaha ni kuchegua kitendo ama kuchegua maneno ambayo ndani yake pana maslahi kwa yule alonena ama alotenda. Kwa sababu wako wenye maneno ni mazuri lakini hayachengezi, huvunda. Hajengi, huvunda, hayachengezi, uharibu. Na maneno yakawa ni mazuri. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Katika watu kuna ambao hukufurahisha mno maneno yao katika maisha haya ya dunia wakati wanapozungumza. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi, wanenapo hunshuhudisha Mungu kwa yaliyomo ndani ya nyoyo zao kwamba kuwa ni wa kweli tu. Wa huwa aladul khisam, na Mungu asema naye ni mchesi mkubwa, hukosa hata kuchecha naye akawataka kuchecha na Mungu wake. Sikiliza mbele aya nasema, wa idha tawalla, anapoondoka, saa fil ardhi, hutembea katika ardhi, liyufsida fiha, kwa lengo la kuleta ufisadi, wa yuhlika alhartha wan nasla, na kuangamiza vizazi na kuangamiza makulima, mimea. Wallahu la yuhibbul fasad, na Mungu hapendi ufisadi. Wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa labisal mihad. Utakuta hapa, angalia, huu ni ufisadi umepatikana kupitia kwa maneno. Maneno yana ufisadi mkubwa usipochunga, na maneno yanakuchengeza kukubwa lau utachunga mambo. Ndipo Mwenyezi Mungu amri aliyoitoa kwenye kunena akasemaje, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Kwanza kachanguliza kilima cha ucha Mungu. Ina maana kwenye kunena kwako mweke Mungu mbele, na kwenye kutenda kwako mweke Mola wako mbele yako. Usinene tu kama hujichambui kwamba kwa kuna na Mungu kusikiza kwa hoyo unaonena, kuna Mungu kusikiza kwa hoyo unaonlaumu, na pengine lawama zako unazozilaumu lawama haziko katika mizani ya sharia wala vitabu vya kidini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, taqullaha, mcheni Mungu, wa qulu qawlan sadida, na museme maneno ambayo ni mazuri. Umeona, maneno yatakiwa kusema maneno mazuri, kwa sababu maneno mazuri ndiyo maneno ya kuchengeza. Kwa hivyo hata uenda kusilihisha kati ya watu, wewe tumia ulimi tamu, ulimi mzuri wa kuchengeza mambo, kwa sababu ukitumia ulimi mzuri, ni amri hii, qulu wa qulu qawlan sadida, hayangalia natija. Yuslih lakum min almaslaha, yuslih lakum a'malakum, atawachengezea mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe dhambi zenu. Wa man yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Pahala pa kutolea dalili kwenye mlango tuolo nao ni Mungu kusema yuslih lakum a'malakum, baada ya Mungu kuwaamrisha nchini Mungu na mutemke maneno mazuri mnavyozungumza, kwa sababu taharri alfi'li au qawlin fihi salahu sahibihi, kuchagua unalolitenda na unalolinena ambao ndani yake pana maslahi kwa yule aliyofanya hivyo. Huku ndiko kusilihisha. Haya ni maneno ya Ar-Raghibul Asfahani katika kitabu chake Mufradatu Alfadhil Quran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo kafuatisha baada ya kusema, wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Kisha kafuatisha ya kuwa la kusilihisha ndilo litakiwalo, kwa sababu pana undugu kati yenu, innamal mu'minuna ikhwa. Mbele ya aya akasema hivi, hakika waumini ni ndugu, innamal mu'minuna ikhwa. Aliposema innamal mu'minuna ikhwa, karegesha ile amri ya kwenye aya ya 9 fa aslihu bainahuma, na aliposema innamal mu'minuna ikhwa akasema fa aslihu baina akhwaykum.
patanisheni na silihisheni kati ya ndugu zenu wawili waliochecha. Amri ikawa ni ile ile, fa aslihu baina akhwaykum, kisha akasema wattaqullaha, na munche Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamun, ili mupate kurehemewa. Utakuta yote kisha yalirudi kwenye amri ya mapatano na amri ya kupatanisha na amri ya kusilihisha. Hii ni aya 10 katika suratul Hujurat. Hapa wanavyoni wa tafsiri, Qurtubi asema ikhwatun fi ddini wal hurmatu fi ikhwatun fi ddin, undugu fi ddini, katika dini, la fi nasabi, si katika nasaba. Qurtubi asema undugu hapa ulokusudiwa ni undugu katika dini, si undugu katika nasaba. Sikiliza alivyotafsiri, lianna ukhuwata dini, kwa sababu udugu wa kidini, athbatu min ukhuwati nasab, ndio wenye kukita na kuthubutu zaidi kuliko undugu wa nasaba. Fa inna ukhuwata nasabi, Qurtubi yasema undugu wa kizazi, undugu wa kinasaba, tanqati'u bi mukhalafati din, hukatika kwa kukhalifu dini. Undugu wa kinasaba hukatika kwa kukhalifiwa dini. Sijui umeipata maneno, lakini kasema wa ukhuwatu din, na undugu wa kidini, wa ukhuwata dini, na undugu wa kidini, la tanqati'u bi mukhalafati nasab, haukatiki kwa kukhtalifiana nasaba. Undugu wa kidini uko pale pale, hata kukatokea kachano katika family, undugu wa kidini haukatiki. Lakini asema ukhuwata nasab, undugu wa kinasaba huja ukakatika kwa kukhalifu dini. Naam, wewe ikiwa tayari muislamu khalisi, ndugu yako hataki uislamu, tayari kushakatika hapo. Alaysa kadhalik, kulingamana na neno la Al-Qurtubi. Kwa hivyo undugu siku zote wenye nguvu ni undugu wa kidini, si undugu wa kinasaba. Ndipo ukaona kidini ndio ile mfanya Nuhu alaumiwe na Mungu, kwa Nuhu kutaka kumfanya mwanawe, basi ndilo shikamano la undugu wa kinasaba. Lakini Mungu akamwambia, Allah tabaraka wa taala, au Allah subhanahu wa taala akamwambia, innahu laysa min ahlika, kumekachanwa hapo kwa sababu akukhtalifiana dini. Nuhu mbaba mwana dini, mwana si nchua dini. Ndipo Mwenyezi Mungu kankatadia innahu laysa min ahlik. Kwa hivyo hapa undugu wenye kasi ni undugu wa kidini, ikhwatal iman. Ndipo Mwenyezi Mungu katoa amri awatu waikumbuke neema hii. Hii ni aya ya 103 katika suratu Al-Imran, wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu kwenu. Idh kuntum a'daa, pindi mulipokuwa nyinyi ni maadui kati yenu nyinyi kwa nyinyi. Fa'alafa baina qulubikum, akashikanisha akaunganisha kati ya nyoyo zenu. Mulikuwa ni maadui, Mwenyezi Mungu akaunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, karudia kule kule baada ya Mungu kusema innamal mu'minuna ikhwa, na kwenye aya ikatafsiri hivyo, kumbukeni neema za Mungu juu yenu mulipokuwa maadui nyinyi kwa nyinyi, Mwenyezi Mungu kaunganisha na kashikanisha kati ya nyoyo zenu, mukawa kwa neema zake Mwenyezi Mungu ni ndugu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mulikuwa pambizoni mwa shimo la moto. Fa anqadhakum minha, Mwenyezi Mungu akawaokoa nalo. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayati, ni hivyo hivyo Mwenyezi Mungu anawawekeni nyinyi wazi aya zake, la'allakum tahtadun, ili mupate kuongoka. Kwa hivyo mlikuwa katika pambizoni mwa shimo la moto, akawaokoa. Baada ya kuokoa, aliwaokoa kwa kuwa nyinyi ni ndugu na mulikuwa mwazama. Kwa hapo inapasa venye kuokolewa wamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapa Mwenyezi Mungu kalithibitisha la undugu na kathibitisha yeye kuwa
ndiye alounganisha kati ya walokatana, kawapatanisha kati ya waloteta, na akawafanya wako kwenye kuungana baada ya kuwa wao wamekatana. Hii si kazi ya mwanadamu, bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuweza kufikia hapo. Ndipo kwenye aya tukufu hili la kushikanisha na hili la kupatanisha na hili la kuwafanya watu kuwa kitu kimoja kwa misingi ya dini, si kuwa kitu kimoja kwa kila mtu kwa lake, misingi kitu kimoja kwa msingi wa dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azisimulia hizi ni neema kwa kusema pale aliposema idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ni kwa kuwa ni yeye Mungu aloshikanisha nyoyo kisampulio. Kwa sababu kwenye aya nyingine 63 katika suratu Al-Anfal asema wa'alafa baina qulubihim, ndiye alounganisha na kushikanisha kati ya nyoyo zao. Kamwambia Mtume, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, lau ungetoa vyote vilivyomo katika ardhi, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha kati ya nyoyo zao, walakin Allah alafa bainahum, lakini Mwenyezi Mungu ndiye alounganisha na kushikanisha baina yao. Innahu azizun hakim, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni aziz, mshindi, tena Mwenyezi Mungu hakim, mwenye kuweka kila kitu pahala pake. Hapa hii aya jama kuambiwa Mtume, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, lau ungetoa vyote vilivyomo ardhini usingeweza kuunganisha kati yao. Ina maana hili la muungano wa undugu wa kidini ni kitu chenye thamani kushinda chochote chenye thamani, na chenye thamani huthaminiwa. Ndipo ukaona kitu chako ambacho wakithamini huo umekishika kufa kupona. Wasemaje dhahabu yako wewe ambao hivi sasa umeificha? Bila shaka kitu cha thamani kwako, na pahala ulipoificha unaoijua ni wewe. Kwa nini umeificha kote huko? Ni kwa kuwa hii ni maadini ya thamani Sheikh, lao utakosa utaikosa ama ukaibiwa, kwako huwa ni hasara kubwa kweli kweli. Ndipo ukaona huwa umeibeba kwa kuithamini na kuilinda, na hutaki kabisa ikuponyoke kwa kuwa kitu cha thamani. Sasa ikiwa kweli sisi wanadamu tunajua ya kwamba kitu cha thamani huthaminiwa kweli, hapa kulingamana na alivyoeleza Mwenyezi Mungu, ni kwa kuwa hilo la kumwambia Mtume, lao ungetoa vyote vilivyomo katika ardhi usingeweza kuunganisha. Vyote vilivyoko katika ardhi ni thamani kubwa hata kushinda dhahabu, ni thamani kubwa kushinda dhahabu. Ukatoa vyote vilivyomo katika ardhi usingeweza kushikanisha, lakini Mungu ndiye aloshikanisha. Ni kwa kuwa mshikano huu wa thamani ya hali ya juu sana. Ni lazima watu wathamini undugu, na ni lazima watu walioshikana na walioshikanishwa wakite kwenye undugu wa kisampulio, kwa sababu hili ni jambo kubwa la thamani. Ndipo katika sherehe yake Ash-Shinqiti katika tafsiri yake Adwaul Bayani fi idahi al-Qur'ani bil-Qur'ani asema, hadhihi al-ukhuwa, hu undugu, allati athbata Allahu jalla wa ala, ambao Mwenyezi Mungu ameuthibitisha, Mwenyezi Mungu aliyetukuka aliyewajuu, fi hadhihi al-ayati al-karima, katika aya hii tukufu, lilmu'minina, kwa waumini, ba'dhihim li ba'd, baadhi yao kwa baadhi, hiya ukhuwatu dini, ni undugu wa kidini, la nasabi, si undugu wa kinasaba. Wewe nasaba yako waweza kukupiga vita, lazima yatafsiriwe kiitakiwavyo kutafsiriwa. Ndugu yako aweza kukupiga vita wewe, ndugu yako aweza kukukata, ndugu yako aweza kukwambia basi farqu ma baina samai wal ardh, hata kifo usije kunizika. Tunao sisi maneno kama haya, bacho waka hawazikani na ndugu. Lakini angalia undugu wa kidini,
Undugu wa kidini shekhe, misingi yake ni hali ya juu, kwa sababu wewe utakuwa ulifanyalo ufanya kidini, ndipo ukaona ndugu yako wa kizazi aweza hata sihudhurie jeneza yako, na jeneza yako ikawa ndugu zako katika dini watupu ndio walohudhuria jeneza zako. Kweli urongo hapo? Bila shaka. Ndipo likathaminiwa la undugu wa kidini. Sasa nshike mwenenyu kikwetu, nshike ndugu yako awe ndugu yako kidini, wanasaba, thamini na saba, unganisha kizazi. Lakini ikiwa huja kwenye misingi ya kukhalifu dini, kila mmoja angalie lake. Ukinambia basi we kwenye simamo wako wakhtalifiana na simamo wangu, kwa hivyo shika yako nshike yangu, fabiha wa neema, tashika yangu shika yako, basi na kifa hata usihudhurie, kwa sababu kifa wewe utakuja kufanya mambo yako, twakujua wewe. Kifa tahudhuria, kwani utanifukuza ufie? Kifa takuja hivyo hivyo. Tumefahamiana? Na si lazima mimi nichie nguvu katika kuwafanya niyatakao mimi kabisa. Takwambia ya Mungu ni haya, ukiyafanya afanye, usifanya shauri yako. Lakini nguvu jama liko kwenye undugu wa kidini, hauko kwenye undugu wa nasaba. Ndugu wa nasaba kero lingi, udhia mwingi, na twajuana hapa, manake kila kisema nilitoalo henda pahala pake. Majumba hapa sisi tumekhtalifiana na sisi ndugu. Kuna fujo kwenye majumba yetu Waislamu na ndugu kizazi, mama mmoja baba mmoja, lakini ikawa hufuka moto wa tofauti na moto wa ikhtilafu. Allahul musta'an. Na wewe ukisimama hapa katika msikiti ukitoa salamu utaka kuzungumza na watu, wallahi useme jamaa, ndugu yenu mimi kwa kizazi, mimi mmezaliwa mmetoka kadhaa kadhaa, wafanyao hayo ni wanasiasa wetu wazuka, ambao kila atakayekura mpaka atukue kizazi. Akisimama atakwenda kutoa kizazi achimbwa rasini, na hana harufu wa rasini, muongo. Akenda chundwa atatoa kizazi, yeye ni mchundwa, akutajie na kwa wazazi, na muongo. Akivukia ndau achimbe kuwa naembwa ndau, akivukia kiunga naembwa kiunga. Ndio wanasiasa wetu walivyo. Kwani huwezi wewe hata kama wataka kitu ukasimama tu kwamba ukasema mimi mbwa kadhaa natoka kadhaa natoka kadhaa, mmekuja ndugu yenu katika imani na nataka kulisimamia hili. Si lazima kusema mimi nilizalika fulani fulani alinilea mimi. Hukulewa, muongo, na Mungu tajalia kura usizipate. Lakini angalia, ukisimama useme mimi ndugu yenu kwa kizazi fulani, unasema jamaa asalamu alaikum, ndugu yenu katika imani. Ndivyo sivyo? Yoyote mwenye kutembea akisimama hapa kupewa nafasi, sema jamaa ndugu yenu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na akianza kusema atasemaje? Ndugu zangu Waislamu. Havambii ndugu zangu kwa upande wa mame, havambii hivyo. Wala ndugu yangu kwa upande wa baba, havambii hivyo. Huambia ndugu zangu Waislamu, kwa sababu fitrian, kiuislamu na kiumbile Mwenyezi Mungu alilomuumba Muislamu, na kwa maadili yaliyoko ndani ya Qur'ani, kila mtu aelewa kwamba kwa habari ni kweli, undugu ni wa kidini, undugu si wa kinasaba. Kwa hivyo ndipo hapa Mwenyezi Mungu kalifanya hili ni jambo la thamani kabisa. Akasema Shinkiti katika hii tafsiri, kwa hivyo ukhuwatud din lan nasab, kwa kuwa Mungu asema innamal mu'minuna ikhwa kwenye hiyo aya 10 suratul Hujurat. Kisha akasema lisitoshe, Shinkiti katika tafsiri yake, waqad bayyana ta'ala, na hakika amebainisha Mwenyezi Mungu aliyetukuka, annal ukhuwata, kwamba undugu, takunu fi dini, huwa katika dini, kwenye aya ambayo ni ya 5 katika suratul Al-Ahzab, kusema wale ambao wamezaliwa nje ya ndoa, wale walozaliwa nje ya ndoa, fa in lam ta'lamu abaahum, mukitojua baba zao, kasemaje Mwenyezi Mungu? Fa ikhwanukum fi din, basi ndugu zenu katika dini. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din. Kwa
Kwa hivyo undugu ni wa kidini. Aya ya 5 katika suratu Al-Ahzab. Kisha Mwenyezi Mungu kasema hii Qur'ani ni kitabu kinachoongoa watu katika mambo ya misingi. Hii Qur'ani ni kitabu kinachoongoa watu kwenye mambo ya misingi. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani hii huongoa watu kwenye mambo ya misingi. Kwa hivyo ukipewa la Qur'ani umepewa la msingi. Kwa hivyo usipewe la msingi ukataka la mila, usipewe la msingi ukataka la mababu na mababa. Ukipewa la msingi kita kwenye msingi, ukache mila yako ulozoea, kwa sababu Qur'ani inasema hakika Qur'ani hii inaongoa watu kwenye mambo ya misingi. Je, kwenye ukhuwatun fi din na ukhuwatun fi nasab, undugu wa kidini na undugu wa kinasaba, nguvu katika Qur'ani na msingi wa Qur'ani umesimama wapi? Annal ukhuwata diniya, undugu wa kidini, a'dhamu, ndio mkubwa zaidi, wa aqwa, na ndio wenye nguvu zaidi, minal ukhuwati nasabia, kuliko undugu wa kinasaba. Lidha, kwa sababu hiyo kasema Mungu kwenye aya nyingine, asema Shinqiti, faman ufiya lahu min akhihi, faman ufiya lahu min akhihi, kantaja huyo ndugu kwa kuwa awapelekeni nyinyi kwenye kukita kwenye misingi ya undugu wa kidini hata zaidi kuliko undugu wa kinasaba. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayachilia nguvu kwa haya. Katika Sahihu Bukhari na Sahihu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hivi: la tahasadu, musihusudiane, wala tabaghadhu, wala musibughudhiane, musitefute ya uchesi mpaka mukawahuteta nyinyi kwa nyinyi, wala tajassasu, wala musifanyiane ujasusi, wala tahassasu, wala musifanyiane tahassus. Haya, wala tajassasu wala tahassasu, maana yake yote yasimama wapi na tofauti yake vilima viwili hivi ni nini? Kwa sababu tumeambiwa wala tajassasu, na hapa kasema wala tahassasu, na katika suratu Yusuf katoa amri ya tahassus, ya bani yadhhabu fatahassasu mimman, alaysa kadhalik, kasema fatahassasu, enyi watoto wangu nendeni mukantefute mukamchunguze. Muhammad Ali Sabuni asema atajassusu huwa kwa mambo ya shari, ni uchunguzi wa mambo ya shari. Atahassusu ni uchunguzi wa mambo ya kheri, katafautisha hivyo. Lakini vilima viwili hivi vikija silsila ya ibara moja, zote huja kwa maana ya ujasusi ambao ni wa madhambi. Kana kwenye hii hadithi kasema wala tajassasu wala tahassasu, na tahassasu ni ile ile katika suratu Yusuf alosema ya bani yadhhabu fatahassasu, lakini hapa imekuja kwenye mfumo wa muungano kwenye nasi moja, baada la tajassasu kwa shari, kisha la tahassasu ikawa ni hivyo hivyo kwa maana ya shari. Wala tanajashu, kisa musidanganyane, musiwe wadanganyifu. Kwa hivyo ni muweje? Wakunu ibadallahi ikhwana. Angalia Mtume hapa katafsiri hivyo hivyo. Kwa nini asema wakunu ibadallahi ikhwanan? Kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa. Na katika riwaya asema la tahasadu, musihusudiane, wala tanajashu, hivyo hivyo musidanganyane, wala tabaghadhu, musibughudhiane, wala tadabaru, musidharauliane, kila mmoja akampa mgongo mwenzake, wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'dhi, wasiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine au wengine. Wakunu ibadallahi ikhwanan, kuweni ni waja wa Mwenyezi Mungu ndugu. Almuslimu akhul muslim, umeona Mtume sallallahu alaihi wasallam analitafsiri hilo. Almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu ya Muislamu. Kwa hivyo ikiwa Muislamu ndugu ya Muislamu, sharia inakuja hapa, la yadhlimuhu, Muislamu hafai kundhulumu Muislamu.
Kwa nini? Kwa sababu andhulumu ndugu yako. Wala yakhdhuluhu, na muislamu hafai kundhili muislamu. Kundhili muislamu ni awe hutajwa muislamu mwenzako kwa uovu kwenye baraza na wewe uko ukachangia. Kama huwezi kuondoka, kama huwezi kukemea, basi hata kuondoka usiondoke. Nkundhili yani kunena mwenzako hayuko, nkundhili. Na muislamu ikiwa ndugu ya muislamu hafai kundhulumu na hafai kundhili. Kwa maana hafai kundhili ni kwa kuwa lineno hapo ovu kuhusu ndugu yako muislamu kuwa mtetezi wake fi ghaibatihi. Wallahi, na Mungu atakutolea wenye kukutetea fi ghaibatika, kwenye kukosekana kwako. Na la Mtume sallallahu alaihi wasallam halianguki. Angalia Mtume pana hadithi anasema, yoyote mwenye kusimama kukashifu na kutoa aibu za watu, akawa hukashifu aibu za watu tu, hakuna mtu alosalimika katika dunia. Alosalama ni yeye peke yake na kundi lake, na watakao kuwaunga tena kwenye makundi mengine. Ulimwengu mzima ukawa una makosa, yeye peke yake na watu wake wakawa ndio wenye usawa. Wajua Mtume asema, na sisi sasa tutamuomba Mungu tukiche kwa ya Mtume tu, ili tupate salama duniani na tupate salama kwa Mungu wa walimwengu. Mtume asema, mtu huyu Mungu atantoa wa nyumbani kwao, azitoe aibu za nyumbani kwao ziene kwa watu bila yeye kufahamu. La Mtume alianguki. Hebu na tunyamazeni tu, apacha kikao na ndhili mwenzake, apacha faragha na mtuyue mwenzake, kinyume na maadili ilivyo. Mtume asema, na la Mtume halianguki, atatoka mwanao ama ndugu yako ama sista yako apenyeze, atoe siri ya nyumbani kwako, aitoe kwa watu, mara iwe imeenea dunia nzima. Ndipo pale kwenye matahadharisho Mtume kasema, idha aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkuru uyuba nafsika. Wewe ukitaka kutaja aibu za mwenzako, kwanza ikumbuke aibu yako, kwa sababu hakuna safi kiumbe. Mwanadamu si safi, mwanadamu si twahara, wala haifai mwanadamu kuketi kusema mimi ntwahara hata katika dini, mimi ndimi safi katika kuishika dini yangu. Urongo, wajidanganya, ni ghurur, na mwenye kufuata mkondo huo uko katika ghurur. Aridhishwe Mwenyezi Mungu. Hadithi hapa Mtume kulithibitisha la undugu kwenye aya innamal mu'minuna ikhwa, asema la yadhlimuhu handhulumu. Kwa hivyo sindhulumu mwendo muislamu, wala yakhdhuluhu wala hamdhili, wala yahqiruhu wala hamdharau. Kisha Mtume kasema la ilaha illa Allah, attaqwa hahuna. Tena kashiria katika kifua chake mara tatu, kagonga mara tatu, attaqwa hahuna. Ucha Mungu kwa wapi jamani? Ucha Mungu kwa hapa. Ndipo alivyosema Mtume, bihasbi mri'in minashar, hutosha mtu kuwa amefanya shari, an yahqira akhahu almuslim, kundharau ndugu yake Muislamu. Nani na yule bwana, hamwangalie vile vile, mwangalie vile vile. Hataki hata tunyamazeni, hata tusiseme lolote kuhusu yeye. Hutosha kwa mtu kuwa nshari, kundharau mwenzake Muislamu. Kwa nini? Kullu muslimi ala almuslim, kila Muislamu kwa mwenzake Muislamu haramu, ni haramu, kwa kuwa Mungu ameharamisha. Damuhu, kuimwaga damu yake, wa maluhu, kunyang'anya kula mali yake, wa irdhuhu, na kuvunda heshima yake, hufai. Hii ni hadithi, ni lafdhi ya Muslim, na ni hadithi iko katika sahihu Muslim, na ni hadithi losihi, na hadithi ambao haziko kwenye sahihi mbili, sahihu Bukhari na sahihu Muslim. Moja ni ya Abi Huraira anaosema kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, almuslimu akhul muslim, muislamu ndugu ya muislamu, la yadhlimuhu handhulumu, wala yaibuhu wala hanchi aibu, wala yakhdhuluhu wala hamdhili, wala yatatwawalu alayhi fil bunyani. Ona hii riwaya nyingine ambayo haiko kwa Bukhari na Muslim, wala harefishi majumba
Njirani yako ni huu, ukanda ukanjengea ubavuni mwake, basi ukaja ukakirusha kighorofa chako, fayastura alayhi rih, ukaja ukanzibia upepo, sasa akawa hana cha hewa tena. Na nikana hii hali iliyoko, umeona kwamba kwa Mtume alianguki. Haya aliyasema lini na karni ngani zimepita, lakini yamekuja kufunuka kwa sasa. Tukitembea mitaani kuona majumba, ile plani ambazo zimejengwa, utamuona mtu kwa umaskini wake kijumba chake kimekuja kuzungukwa na ghorofa karibu 3. Yani sasa yeye kama kijungu maskini, huchokocha tu na kuyuka, watu hula upepo hewani. Umeona ni ya Mtume SAW asema haya wakati huo, na yathubutu hivi sasa tukitembea katika kila ncha kuanzia Kisauni mpaka Kiembeni huko. Na mtu aweza kuja kukutimbia msingi chini ya dirisha lake, na pahala ambapo hakiingi kijumba cha kuiala mwanadamu, licha kijumba cha kuiala mwanadamu, hata kijumba cha kuiala kuku na mabita pia hakiwezi kuingia hapo. Lakini pia sema taka kukivurumiza tu, ili tu akitembea barabarani aambiwe tu kwamba kia nami na nyumba, japo kuwa mundule wa Kimasai. Ndio tabu iliyoko. Mtume asema harefishi majumba mpaka ukanziba mwenzako upepo, ila biidhni, isipokuwa kwa ruhusa yake. Akikuruhusu fabiha. Lakini kweli wewe hivi sasa, ikiwa mwenzako jirani yako pana kijiploti mbele yako kidogo, ushasikizana na muhusika, utantaka ruhusa huyu mwenzako, mwambie basi mimi pia nataka kuweka nyumba hapo, uonaje? Hakuna mashauri hayo. Wewe utakuwa umelala, ukishtuka, ukitungia, ukifungua pazia, shekhe, jamaa wako katika kumimina, ndio huguriwa hiyo, na huna la kunena, waambia kaa kwako, nyamaza, usiingilie ngine. Ndio maisha yetu tunavyoenda, maisha ya kudhiliana na kudhulumiana tu, ndivyo yanavyopita. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema, wala yaibuhu, wala muislamu hanchi aibu mwenzake muislamu, wala yaibuhu, wala yuudhihi biqutari qidrihi. Angalia hii ziada kwenye riwaya, hamuudhi kwa harufu ya sufuria yake, illa an yaghrifa lahu ghurfa, isipokuwa anchukulie naye sehemu ya kile ambacho kiko kwenye sufuria. Hapa maana ni kwamba hamuudhi mjirani kwa harufu wa sufuria yake. Ukawa wewe hupika vinono, ukilifungua tasa lako kuchemka, shekhe, ile jirani izime, ikawa watu hupasuka pua, na ule jirani hana la kufanya. Sivyo. Allahumma, ukiwa utafanya hivyo, uchukue sehemu ya kile chakula na wewe pia umpelekee. Ona wote kuthibitisha ho undugu unaotakiwa. Baada dhalika sema, wala yashtari libanihi, muislamu kwa ndugu yake muislamu asinunulie watoto wake alfakiha, tunda, fayakhrujuna biha ila sibyana jarihi, kisha wale watoto wako uliowanunulia matunda, machungwa, maapples nini na vinginevyo, wakatoka kwenda kwenye watoto wa mjirani wake, wala yut'imunahum minha, kisha ukawa hutawapa chochote. Wewe ukawa utawanunulia watoto wako machungwa nini kana vile ninavyotufanya, na watoto ni watoto, shekhe. Wewe ukienda ukimletea kadibari yake zile ambazo za kisampuli za kuchia mafua na kuwafanya watoto wetu kuwa wagonjwa, ukimpa hiyo toka kwa mbio, ndio kuonyesha jirani kwamba angalia, baba ameniletea. Ule baba yake hakumletea. Sasa ndipo ende kwambia baba, mbona hukununulia? Mbona yule amenunuliwa? Ule amenunuliwa na babake. Alosababisha nani? Ni wewe kuwanunulia watoto wako, kisha kutoka watoto wako kwenda kwenye jirani yako. Allahumma, kama utaka Uislamu wa almuslim akhul muslim, ukinunua na za majirani yako. Lakini mimi naweza kusema imani hiyo iko wapi kwenye dunia hii? Imani hiyo hakuna. Sisi tukihadithiwa watoto wa juzi na jana, eti tukizungumza sisi usema zamani, achi kama kwamba kwa sisi mvachi wa zamani, na sisi kwamba kuwa tumeishi na wazee wale wakongwe waliopita. Tumepata taarifa juzi na jana tu, kuna watu walikuwa wakisoma kwenye madarisi fulani,
wakila hapo, wakinwa hapo, wakifanya kazi hapo, mpaka wakaoa hapo hapo. Ikawa wale hao wazee ambao kwamba kwa sisi hatukuwathamini kwa wakati wetu, kwa kuwa sisi tuko kwenye dunia hii ya mtandao, kwa hivyo tumekuwa mbaungwana na mabopari, na wale wamekuwa ngwazuka, sio? Lakini angalia neema zilizokuweko na neema sasa tulizo nazo. Zamani jirani, mtoto wa jirani hukemewa na mzee mwingine wa kando, amefanya mambo ya kipumbavu barabarani, mzee unena kwamba kwa hapana, huu mwana wa fulani ambao mwanangu vile vile atanshika nchi adabu ili asiangamie, ili na mzazi wake akimuona mwanao hunchi adabu vile vile. Haya, angalia hivyo hivyo, mwana aweza akawa wiki mwezi hako kwa babake, hako kwa mamake, lakini uko kwenye nyumba ya jirani yake, hula hunwa huvaa nini, na ule mama na baba humfanyia mwana wa jirani amfanyi yao mtoto wake, hakuna wasiwasi wote, na wale wazazi hakuna wasiwasi, na watoto hawa siku nyingine wakenda kwake ikawa hali ni hivyo hivyo. Kwetu sisi, mimi mwanangu adhuhuri kama sikumuona, akija kwanza tanuka mkono, kisikia harufu, hebu niambie kweli mwana harasha, we umekula wapi leo? Utaniambia leo. Tayari ushamwekea kikoto, na umchandike kisawasawa mpaka kwambie mmekula kwa fulani. Nilikwambia kula kwa watu, tabia mbovu, tabia mbovu. Nani alikufundisha hivyo? Sisi hatukuzoea mambo kama hao. Hukuzoea kwa sababu si nchwa dini. Mwenye mazoea hao ni mtu mwenye kipimo cha dini, alojua kwamba kwa innamal mu'minuna ikhwa wal muslimu akhul muslim. Tayib, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ihfadhu wala yahfadh minkum illa qalilun, hifadhini haya na hakuhifadhi katika nyinyi isipokuwa wachache. Ndipo ikaja habari kwenye njia nyingine kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni hadithi ambayo rawahu Muslim fi kitabihi albirri wassila, annahu qala almu'minu kaljasadi alwahid, mu'min almu'minuna, waumini kama mwili mmoja, idha shtaka minhu udhun, kinaposhtakia kiungo, tadaa lahu sairu jasadihi, hupelekea mwili wake mzima, bilhuma wasahari, homa na kesha nyingi. Kwa nini? Kwa kuwa mwili mmoja ukichanjika, maumivu kwa mwili wote. Kwa nini? Kwa kuwa umeshikana. Akaupigia mfano waumini wanatakiwa washikane kinamna hiyo, mpaka ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasad bilhuma wassahar au bisahari walhuma. Huleta maana ya kuwa kwatakiwa nshikano, kwa kuwa hawa wanaopewa amri ya kushikana ni ndugu kwa mujibu wa aya hizi. Ndipo Mtume Muhammad katika tarehe yake, jamani, utakuta kwamba kwa aliufanya undugu katika Maka tukufu, alishikanisha watu kwenye Maka tukufu. Kisha mara pili kashikanisha watu Madina kati ya Muhajirin na Ansar. Undugu ulifikia kiwango cha Muhajir ambaye ni wa Maka kumrithi Ansar ambao ni wa Madina, na wa Madina kumrithi wa Maka. Ikawa kurithiana sasa, hurithiana kinamna hii kwa kipindi kirefu, mpaka iliposhuka walikullin ja'alna mawalia, au aya nyingine wa ulul arhami ba'dhum aula fi ba'dhin fi kitabillah. Ikawa sasa hapo ni kukatwa mfumo huu wa kurithiana Muhajiruna na Ansar, ikabaki kurithiana iwe kurithiana kinasaba. Lakini ilifikia kiwango hiko ni kwa kuwa ule undugu Mtume sallallahu alayhi wasallama kaujenga kikweli kweli. Sasa kiwango kilichofikia tukawekewa sharia hii. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, kitabu chake ni Fiqhu Sira, asema kwenye ukurasa 192, kwa kuwa waumini ni ndugu na Muislamu ndugu ya Muislamu, akauhusisha mlango kwa kulazimisha nasratil muslimin, kusema ujubu nasratil muslimin ba'dihim li ba'd mahma ikhtalafat diyaruhum wa biladuhum madama dhalika mumkina. Kisha akaleta
maneno ya wanavyoni. Akasema faqad ittafaqa alulama wal aimma, wanavyoni wameafikiana ala anna almuslimina, kwamba waislamu idha qadiru ala istinqadhi almustad'afin, wakiweza kuwaokoa walofanywa madhaifu, au almasurina, ama wale walochekwa wakawa wako chini ya mikono ya kufar, au almadhlumina, ama wale walodhulumiwa, min ikhwanihim almuslimin, kutokana na ndugu zao waislamu, fi ayi jihati min jihati al-ard, kwenye kipembe chochote, kwenye upande wowote katika pande za ardhi, thumma lam yafalu, kisha wasifanye, faqad ba'u bi ithmin kabir, wamerudi wakiwa na madhambi makubwa. Kwa nini wamerudi kuwa na madhambi makubwa? Kwa sababu wameacha kuwapa nusra ndugu zao katika imani, kwa kuwa waumini wote ni ndugu. Abu Bakar ibn al-Arabi kwenye kitabu chake Ahkamul Quran juzu ya 2 safha 872 asema, idha kana fil muslimina asra'u, kukipatikana kwa waislamu mateka, waislamu wakawa sasa wametekwa, au mustadhafun, ama wamefanywa wanyonge, wako chini ya mikono ya makafiri, fa innal walayata ma'ahum qa'ima, nusra pamoja na wao imesimama. Asema hivyo huyu bwana Abu Bakar ibn al-Arabi, wan nasratu lahum qa'ima, wajiba, kuwapa nusra ni wajibu, bil badani, kwa mwili, bi alla tabqa minna aynun tatrif, isibaki kwetu sisi jito lolote la kumimina machozi, hatta nakhruja ila istinqadhihim. Abu Bakar ibn al-Arabi asema mpaka tutoke kwenda kuokoa, in kana adaduna yahtamilu dhalika, ikiwa idadi yetu yahtamili hilo, ikiwa idadi yetu ya ruhusu. Wa kama tajibu muwalatul muslimin, kama ambavyo inafaa kuwaunga waislamu, ba'dihim li ba'd, baadhi yao kwa baadhi, fa innahu yajibu an takuna hadhihi almuwalat, inawajibika kuwa kuungana huku, fima bainahum, yapatikana kati ya waislamu vile vile. Wala yajuzu, wala haifai, an yushia shay'un min alwalaya, kuenezwa chochote katika nusra, au tanasuri, ama kunusuriana, au taakhi, ama watu yani kufanyana undugu, baina almuslimina wa ghairihim, kati ya waislamu na wengineo wasiokuwa waislamu. Wa hadha, asema Abu Bakar al-Arabi ibn al-Arabi, na hili ma yasrahu bihi kalamullahi azza wa jalla, ni yale yalowekwa wazi na maneno ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Idh yaqul, wakati aliposema, walladhina kafaru, na wale watu makafiri, ba'dhuhum, baadhi yao, awliyau ba'dhin, vipenzi kwa baadhi nyingine. Kisha akasema illa tafaluhu, nyinyi waislamu ikiwa hamutafanya hivyo, kuwa waislamu wenzenu mkawafanya ndugu zenu, ikiwa hamutafanya, takun fitnatun fil ardi, kutakuwa na fitna kubwa ardhini, wa fasadun kabir, na ufisadi ulo mkubwa. Tayib, kisha akaendelea Ibn al-Arabi kusema qata'a Allahu alwalaya, Mungu amekata mapenzi na nusra, baina alkufari walmu'minin, kati ya makafiri na waumini. Faja'ala almu'minina, akawafanya waumini, ba'dhahum, baadhi yao, awliya ba'd, ni mawali, ni vipenzi vya baadhi wengine. Waja'ala alkafirina, akawafanya makafiri, ba'dhahum, baadhi yao, awliya ba'd, ni vipenzi vya baadhi nyingine. Yatanasaruna bidinihim, wanapeana nusra kwa dini yao, wayataamaluna bi'tiqadihim, wanaamiliana kwa itikadi zao. Lakini Mungu asema illa tafalu, nyinyi waumini musipofanya, fitna zitapatikana. Ndipo akafunga maneno kwa kusema wala raiba, na hapana shaka, anna tatbika mithla hadhihi at-ta'alim al-ilahiyya, kutabikisha mfano wa taalimi hizi za Allah, huwa asasu nasratil muslimin, ndio msingi wa kupata nusra waislamu, fi kulli asrin wa zamanin, katika kila zama. Kama anna ihmalahum laha, kama ambavyo kupuza misingi hii, wansirafahum, na kuondoka kwao waumini, ila ma yukhalifuha, kushikamana na yale yanayokhtalifiana na haya, huwa asasu ma narahu al-yawm, ndio misingi ya haya tunayoona leo, min dha'fihim, kutokamana na unyonge wao waislamu, wa tafakkukihim, na kukachana kwao waislamu, wa taallubi a'daihim alayhi, na kuwashambulia maadui yao, kuwashambulia waislamu, min kulli jihatin wa sawb, katika kila upande
na katika kila njia. Kuna kisa ambacho kiko katika Sira Ibn Hisham, sikielezi kwa sababu nimetangulia kukieleza. Wakati kulipotokea sababu fulani si za kimisingi, mpaka ikawa watu wakamuelewa Mtume SAW makosa. Mtume SAW kwa kuthamini undugu hakuliacha hivyo hivyo, alikwenda akawakusanya, na ni ile khutba iliyoathiri ambayo tuliwahi kueleza kwenye kanda za nyuma. Mtume akawarudisha kwenye ushikamano wao, ikiwa ni dalili ya kuwa Mtume alikuwa la undugu katika dini akilithamini zaidi kuliko jambo lolote lingine. Ndipo kwenye aya ya 9 na aya ya 10 katika muhadhara wetu wa leo tukasema kwa alivyosema Mwenyezi Mungu, hakika makundi mawili, wa in taifatani minal mu'minina, katika waumini, tatalu, wakigombana wakipigana, fa aslihu bainahuma, silihisheni baina yao. Fa in baghat ihdahuma, likidhulumu moja wao, ala al-ukhra, kulidhulumu kundi lingine kwa kukataa maslahi, kwa kukeuka mpaka, faqatilu allati tabghi, lipigeni vita lile lililodhulumu, lililokeuka mpaka kukataa maslahi, hatta tafia ila amrillah, mpaka lirudi kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Fa in faat, likirudi kwenye amri ya Mwenyezi Mungu la kukubali maslahi, fa aslihu bainahuma bil adl, lisilihisheni baina makundi mawili hayo kwa uadilifu, wa aqsitu, na mufanye usawa katika kusilihisha. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya usawa. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, pachanisheni, silihisheni kati ya ndugu zenu. Wattaqullaha, na mumche Mwenyezi Mungu. La'allakum turhamun, ili mupate kurehemewa. Biidhnillahi alkarim, akipenda Mwenyezi Mungu, kesho tutaenda kwenye aya ya 11 na kuendelea, ili tujue mbele ya safari katika sura hii pana yapi mengine. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah.